Ikulu ya Tanzania yatetemeka baada ya ujumbe wa John Heche ambao umemlipua vibaya rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika habari ya leo tunakuletea tukio la kipekee lililotokea jijini Dar es Salaam ambako makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema kwa jina John Heche ameungana na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kurasini kwenye ibada maalum ya kuadhimisha miaka 40 ya kwaya ya kanisa hilo. Katika tukio hilo lililowakutanisha viongozi wa dini, waumini, wageni waalikwa pamoja na wanasiasa, Heche alitumia jukwaa hilo la kiroho kutuma ujumbe mzito kuhusu wajibu wa makanisa kushiriki kikamilifu katika kupigania haki, kukemea maovu na vilevile kuhimiza usawa katika jamii. Alieleza kuwa nafasi ya kanisa si tu kutoa huduma za kiroho bali pia kuwa mstari wa mbele katika kuelimisha umma na kuhimiza wajibikaji wa viongozi. Heche alihudhuria ibada hiyo akiwa ameandamana na mama yake mzazi pamoja na viongozi wengine wa Chadema akiwemo Amani Golugwa na Leonard Magere. Katika kutathmini mchango wa kwaya hiyo kwa miongo minne, alitoa mchango wa shilingi milioni 2 kwa ajili ya kusaidia kazi ya uinjilisti na maendeleo ya muziki kwa kwaya hiyo, akisisitiza kuwa muziki wa injili ni silaha muhimu ya kuleta faraja, matumaini na mabadiliko ya kijamii. Katika hotuba yake, Heche alitoa wito kwa makanisa yaendelee kuwa sauti ya wanyonge, hususan wakati huu ambapo taifa linapitia changamoto za kijamii na kiutawala. Alieleza kuwa jamii inahitaji taasisi ambazo hazitakaa kimya wanaposhuhudia ukiukwaji wa haki za kibinadamu, vitisho dhidi ya uhuru wa raia au watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Na katika miaka ya karibuni, Tanzania imekumbwa na matukio kadhaa ya watu kupotea, hali ambayo imezua hofu na maswali mengi kuhusu nafasi ya serikali kulinda usalama wa raia wake. Kauli ya Heche imeonekana kuendana na kilio hicho, huku wengi wakionyesha kumuunga mkono msimamo wa kuwa na jamii yenye sauti ya pamoja dhidi ya dhulma. Ibada hii iliendelea kwa burudani ya muziki na wa injili uliotolewa na kwaya ya Kurasini ambayo kwa miongo minne imekuwa chombo madhubuti kwa kusambaza ujumbe wa matumaini, maadili na haki ndani ya nje ya Dar es Salaam. Uimbaji wao umeambatana na nyimbo nzuri zenye ujumbe mzito wa faraja na mshikamano uliowaweka waumini katika hali ya tafakari na hamasa ya kiroho. Kwa wengi waliohudhuria ibada hiyo, haikuwa ya kawaida tu bali jukwaa la maadili, ujasiri wa kisiasa na mshikamano wa kijamii. Mkutano huu umekuwa kielelezo cha namna taasisi za kidini zinavyoweza kushirikiana na jamii ya kiraia katika kusukuma mbele ajenda ya haki, usawa na maendeleo ya jumuishi. Chaneli hii ya Kenyascope itaendelea kukuletea matukio kama haya yanayogusa kiini cha utu, imani na demokrasia. Usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare video hii. Pia acha maoni yako kuhusu nafasi ya makanisa katika kukuza haki na maadili nchini Tanzania.